Karibu tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa DRC News TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumamosi tarehe 13 mwezi Disemba ama mwezi wa 12 mwaka 2025. Pale ambapo nakwenda kurudi kwa updates zetu za jioni ya leo, tukiangazia yale ambayo yanajiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo ambalo limejulikana kwa jina la FARDC likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo, lakini pia na kocha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23 ambalo pia kwa upande mwingine limekwisha kujiunga na kundi la Twirwaneho, sana sana ni kutoka kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja turudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukitizama jinsi hali ilivyo kwa sasa baada ya mapigano makali ambayo yameripotiwa wiki mbili zilizopita. Hapo ni kutoka mjini Kamanyola hadi mjini Uvira, pale ambapo kundi hilo wapiganaji wa M23 wamefikia kwa sasa, lakini wanaendelea barabara lote la kuelekea Mboko, Swima, Baraka na sehemu zingine tofauti wakielekea mji mkuu wa eneo la Fizi ambao umejulikana kama Fizi Centre. Lakini kabla tuelekee huko ndugu mtazamaji na msikilizaji, nataka tuanzie habari zetu kwa maneno ambayo aliweza kuandika kwenye ukuta wake wa Twitter Secretary Marco Rubio ambaye ni kutoka nchini Marekani, ambaye aliweza kuandika mambo haya kwenye ukuta wake wa Twitter. Rwanda's actions in DRC are a clear violation of the Washington Accord signed by President Trump, and the United States will take action to ensure promises made to President Trump are kept. Ndugu mtazamaji msikilizaji, kwa wale ambao wasikii Kizungu nataka kutranslate ama nataka kuambia ni nini aliweza kuandika kwenye ukuta wake ndugu ambaye amejulikana sana kwa shida hizi ambazo zinaendelea kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Kongo. Huyu ni mwanaharakati ambaye anashughulika na mambo ya Afrika, lakini sana sana huyu ni waziri wa mambo ya kigeni wa nchi ya Marekani. Marco Rubio amesema hivi: Rwanda's actions in Eastern DRC, anasema vitendo vya nchi ya Rwanda mashariki mwa nchi ya Kongo, are a clear violation of the Washington Accord. Amesema kuwa ni violation ya accord ambayo aliweza kusinye Washington, ama ni ukiukaji wa makubaliano ambayo aliweza kusainiwa mjini Washington, hapo ni nchini Marekani hivi karibuni. Yani vitendo vya nchi ya Rwanda mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ni ukiukaji, violation ya accord ama ya makubaliano ambayo hizi nchi mbili ziliweza kusaini hivi karibuni mjini Washington wakiwa chini ya upatanishi wa rais wa nchi ya Marekani Donald Trump. Sasa amesema kuwa signed by President Trump. Amesema kuwa makubaliano haya ama akoro hizi ziliweza kutiwa sahihi na rais mwenyewe wa nchi ya Marekani ambayo ni Trump. And the United States will take action to ensure promises made to President Trump are kept. Na amesema kuwa ni lazima nchi ya Marekani iweze kuchukua hatua ili kuhakikisha ahadi zote ambazo waliweza kuahidi nchi moja kwa nyingine zinatimizwa. Yaani nchi ya Marekani na kwenda kuhakikisha kuwa pande zote mbili wanatimiza kile ambacho waliweza kukifanya, sio kuandika hapo alafu akirudi waanze kuharibu makubaliano hayo na kisha sasa nchi ya Marekani iweze kunyamaza. Sasa Marco Rubio amesema kuwa nchi ya Marekani itahakikisha kuwa kile ambacho Trump aliweza kukitia sahihi kitaheshimiwa na pande zote mbili.
Ndugu mtazamaji na msikilizaji, hapo ni baada ya mkutano mkubwa ambao umefanyika hapo jana wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la usalama, pale ambapo aliweza kuzungumza maneno mengi sana. Sasa nchi ya Marekani kupitia kiongozi huyu ama mwanaharakati huyu wanasema kuwa kama Rwanda sasa inaendelea kufanya kile ambacho inakifanya, hapo ni baada ya kukamatwa kwa sehemu kubwa sana kutoka Kamanyola hadi Uvira, ndipo sasa nchi ya Marekani imeanza kutangaza mambo hayo. Lakini mambo haya yanajiri baada ya siku chache tu, ikiwa rais wa nchi ya Marekani Donald Trump ametangaza kuwa rais wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi alikuja kumuomba kukuja kuchukua madini ya nchi ya Kongo, ndiposa na yeye amsaidie kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Sasa Trump alisema hivi: J'ai mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda. Niliweza kumaliza vita kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Kongo. Huyu ni Trump alikuwa anazungumzia mambo haya akiongea kwenye runinga nchini Marekani, akasema mambo haya, akasema kuwa niliweza kumaliza vita ambavyo vilikuwa vinaendelea kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilimodi wameniambia hivi: S'il vous plaît, venez prendre nos minerais et c'est ce qu'on va faire. Amesema kuwa rais wa nchi ya Kongo alimwambia, we kuja tu uchukue aina tofauti ya madini ambazo zinapatikana nchini Kongo, alafu sasa na wewe utupatie amani, tusaidie kupata amani. Sasa Trump amesema kuwa kama amekuja kuniomba kuenda kuchukua utajiri wao, na sisi tunaenda kuchukua minerais hizo, tunaenda kuchimba madini hizo. Wao ndio waliweza kutuambia na kutita kwenda kuchimba aina tofauti ya madini ambayo yanapatikana mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunapoendelea na habari zetu, nataka moja kwa moja tuelekee mjini Baraka, pale ambapo kilio ni kubwa sana. Hapo ni baada ya meli ambayo ilikuwa inabeba watu wengi sana kupitia Lake Tanganyika wakielekea Tanzania iliweza kuzama, na hakuna mtu hata mmoja ambaye aliweza kunusurika baada ya kuingia baharini. Une grande embarcation nommée Anaïs, partie de Mboko à destination de la Tanzanie, avec plusieurs centaines de personnes à bord, dont des civils et d'anciens membres de Wazalendo, a fait naufrage sur le lac Tanganyika. Selon les informations disponibles, aucun survivant n'a été signalé. L'incident soulève de graves préoccupations humanitaires liées au déplacement forcé, à la sécurité de traverser la Kistre et à la protection des civils dans un contexte de conflit. Ni mtazamaji na msikilizaji, hii ni meli kubwa ambayo ilikuwa inabeba watu wengi sana, ikiwemo raia tofauti kutoka eneo la Fizi, sana sana mjini Baraka na sehemu zingine tofauti, na ikiwemo wale ambao walikuwa ni wapiganaji kutoka kundi hili la Wazalendo. Habari ambazo tumezipata ni kuwa walikuwa watu zaidi ya 400. Na meli hii ilikuwa inatoka sehemu ambayo imejulikana kama Mboko ikielekea Tanzania kupitia Lake Tanganyika. Sasa ilipofika katikati ya maji iliweza kuzama na hakuna hata mmoja ambaye aliweza kunusurika. Tunatoa pole zetu na rambirambi zetu kwa ajali hiyo ambayo hadi sasa hivi tunazungumza haijajulikana kiukweli ni nini imesababisha, na maybe kama kuna watu ambao wanaweza kuwa wamenusurika. Sasa vitendo vya utafutaji vinaendelea bado. Un groupe de réfugiés en provenance de Fizi vient d'arriver au Burundi via Nyanza-Lake. Ndio gisi ya Kutumba Rene Itongwa na Amisi Mwanue walipenda kudanganya watu hivyo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, imeonekana video pale ambapo kulikuwa wakimbizi wengi sana, maelfu ya wakimbizi ambao inasemekana kuwa wametoka Fizi wakielekea Burundi.
walikuwa wamekwisha kuvuka Burundi kupitia sehemu ambayo imejulikana kama Nyanza Lake. Sasa raia wanasema kuwa hii ni uongo ambao wamedanganywa na ya kutumba Rene Itongwa na Amisi Mwanue, wakiambia watu kukimbia ili kuepuka mambo mabaya ambayo yatakuja kuletwa na kundi hilo wapiganaji wa M23 baada ya kukamata sehemu ambazo zilikuwa mikononi mwa wazalendo. Tunapoendelea na habari zetu, ndugu mtazamaji na msikilizaji, mjini Uvira, baada ya kundi hilo wapiganaji wa M23 kuingia katikati mwa mji wa Uvira, sasa aktivite zimeanza kuonekana katikati mwa mji wa Uvira. Uvira Mlongwe pale aktivite zilishaanza. Gari ver Bukavu zinaenda sahi. Tunashukuru Alliance Fleuve Congo bar M23, tulikuwa tumekosa njia ya kwenda Bukavu, tulishakuwa libere. Uvira tunashukuru Mungu, agence zote deja zinafungula. Lundi kazi itakuwa kawaida, merci Seigneur. Huu ni mmoja wa wananchi raia wakazi wa mji wa Uvira ambaye alikuwa anajaribu kushuhudia kuwa agency zote ama agence zote ambazo zilikuwa zinapeleka abiria kutoka mjini Uvira wakielekea Bukavu zilikuwa zimefungwa kwa muda wa siku nyingi. Tangu wakati ambapo Bukavu imekamatwa hadi sasa hivi tunazungumza, zilikuwa hazifanyi kazi kwa sasa. Lakini siku ya leo inasemekana kuwa gari tatu ziliweza kuondoka kutoka mjini Uvira zikielekea mjini Bukavu. Na inasemekana kuwa Jumatatu ama lundi mande gari zote zitafungua njia kutoka Uvira wakielekea Bukavu na activities zitarudi normal jinsi zilikuwa siku zilizopita. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunapoendelea na habari zetu, siku ya leo kumeripotiwa mapigano makali kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, pale ambapo wanajeshi wa Kongo pamoja na jeshi la Burundi ambao wanapatikana bado kwenye milima mirefu ya eneo la Fizi na Mwenga, sema ambayo imejulikana kama Rwitsankuku. Hapo ni karibu na mji wa Mikenge, lakini pia ni karibu na mji wa Minembwe, pale ambapo siku ya leo inasemekana kuwa wanajeshi hawa waliweza kuleta shambulizi kali dhidi ya ngome za Twirwaneho ambazo zinapatikana kwenye milima hiyo, na moja kwa moja mlio wa marisasi umeanza kusikika sehemu nyingi tofauti. Na inasemekana kuwa hao ni wanajeshi ambao walikuwa wanapatikana sehemu ambayo imejulikana kama Gatanda na sehemu ambayo imejulikana kama Point Zero, pale ambapo alitoka huko na kushambulia sehemu hii ya Rwitsankuku, pale ambapo kunapatikana ngome za Twirwaneho. Hapo ni karibu na Mikenge, pale ambapo operesheni hizo ziliweza kushuhudiwa. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, kabla tuendelee na sehemu zingine tofauti, nataka kukuomba kama hujajiandikisha ama kusubscribe, sabone kwa Kifaransa kwa channel hii, bonyeza button hiyo nyekundu ili uendelee kutufuata kila siku asubuhi, mchana na jioni. Tuko hapa kwa ajili yako, tukikuletea yanayojiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Kumbuka kuwa DRC News TV ni chaneli pekee ambayo inakuletea habari za kweli tena za kuaminika kuhusu vita ambavyo vinaendelea kwa sasa na updates zote ambazo zinaendelea kwa sasa kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Kongo, lakini pia kati ya nchi ambazo zinaunda umoja wa maziwa makubwa, East African Community ama